Jina naitwa Emmanuel Gaspar Senga. Ndo mmiliki hili duka hapo. Na sisi tulikuwa tumelala usiku. Mida ya saa 6 tukapokea simu kutoka kwa wafanyakazi wa dukani kwamba kuna moto mkubwa. Kwa hiyo tukabidi tuchukue pikipiki haraka tuwahi. Na kipindi tunakuja njiani kwa maeneo ya Chogo tulikuwa tunaona moto kwa kweli ulikuwa ni mkubwa sana. Ndio. Kusema kweli hakuna ambacho kimepona. Ukiangalia duka letu la kule mbele, maana kwa ni duka afu pana store, afu kuna store ya ndani. Zaidi ya thamani ya milioni 50 hivi. Kwa hiyo yote ili hamna kilichookoka. Tunachoshukuru Mungu ni kwamba kuna mtu ambaye kwa na dukani lakini alijitahidi akatoka. Na naweza ngasema hivyo kwamba chanzo ni umeme, shoti ya umeme. Kwa sababu hata pia natupigia kwamba kusema cheche zilikuwa zinatoka kwa wingi. Ule mtu wa dukani alikuwa anatuelezea hivyo. Kwa hiyo tunashukuru watu ambao walijitahidi kwa sababu upande wa pili pia ni nyumba yetu nyingine. Kwa hiyo walijitahidi sana kuzuia moto usio kaenda kule. Wananchi walijitahidi kwa kiasi kikubwa. Watu wa fire pia walikuja, umeona. Kwa hiyo uzuri kwa kuna maji kwenye kisima pale. Kwa hiyo kwa wanachota kwenye kisima, wana control mpaka ile gari la Boza lilivyokuja ndio akaweza kumalizia. Ndani watu wanatoka kwenye mpira wanasema ndio pia wanatoka ndio kuona na moto umeshika kasi sana. Sasa mpira ulikuwa unachezwa saa ngapi muda huo, lakini ni around hiyo muda. Ila Mawango akatusaidia sana na tenki lake la maji aliyotuletea akatusaidia sana. Tunashukuru. Tumefuata zimamoto na uokoaji, tumekosa, tumeambiwa gari ni bovu. Tumekuja tumesaidiwa na Mawango, tunashukuru kwa kuzima moto. Mwenyewe anaokoa vitu vyake japo ni vichache.